Ndugu wanahabari, napenda kuwapa taarifa ya kukamatwa kwa mtuhumiwa wa utapeli. Hivi karibuni kulianza kuibuka wimbi la wahalifu wa utapeli ambao wamekuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu wa kuwarubuni wananchi, watumishi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwadanganya kuwapatia ajira vijana wao, kuwapatia madaraka baadhi ya watu, pamoja na kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, na kisha watu hao wanawatapeli na kuchukua fedha zao. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, baada ya kupata taarifa na malalamiko toka kwa wananchi juu ya utapeli huo, ilianza ufuatiliaji mkali wa kuwabaini wanaojihusisha na matukio hayo, na ilipofika tarehe 5 mwezi wa 8 2026, huko katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Famari Lodge, alikamatwa tapeli maarufu ambaye alikuwa anatafutwa kwa muda mrefu, anaitwa Michael Jackson Hinju. Huyu ana miaka 58, kabila lake ni Mnyasa, mkazi wa kijiji cha Liuli, wilaya ya Nyasa, lakini vile amedai ana makazi Dumila, Morogoro, na vile amedai kwamba ana makazi Isesia mkoani Mbeya, ambaye alikuwa akisumbua muda mrefu kwa kuwaraghai watu, akijifanya ni afisa sheria tume ya maadili ya viongozi wa serikali. Vile kuna wakati alikuwa akijitambulisha kama kamishna wa jeshi la polisi toka makao makuu ya polisi Dodoma, lakini kuna kipindi alikuwa akijitambulisha kuwa yeye ni kiongozi mkubwa sana serikalini, huku akiwatapeli watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma, wakiwemo watumishi na wananchi na viongozi mbalimbali, kuwa atawasaidia kuwapatia nyadhifa mbalimbali za uteuzi serikalini kama vile udasi, ukuu wa wilaya na ukurugenzi, huku wengine akiwaragai kuwaingiza watoto wao katika ajira za jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania, idara ya usalama wa uhamiaji, idara ya usalama wa taifa, na wengine alikuwa akiwatapeli kuwa watawarejesha kazini wale waliofukuzwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Hivyo aliwachukulia fedha pasipo kutekeleza ahadi alizokuwa anatoa kwa watu hao, huku baadhi yao akiwatoa fedha shilingi milioni 6, wengine milioni 2, wengine milioni 1, na kwa askari polisi alikuwa akichukua 300 na 100,000. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za vyeti vya elimu, alikutwa akiwa na CV mbalimbali za watu mbalimbali aliowatapeli kwa nyakati tofauti, na baada ya kufanya upekuzi wa kielektroniki, mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na miamala ya fedha iliyoingizwa na watu wengi sana aliowatapeli. Baada ya upelelezi, mtuhumiwa huyu amebaini kuwa alikuwa ni askari polisi, police constable namba D7510, na aliachishwa kazi, alifukuzwa kazi kwa fedha mwaka 2000 akiwa huko Morogoro, na toka wakati huo amekuwa akiwatapeli watumishi wa jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa, idara za serikali, watu binafsi, na kwa sasa timu ya makachero wanaendelea na ufuatiliaji wa kubaini mtandao wote waliokuwa wakishirikiana nao kufanya utapeli. Ndugu waandishi wa habari, tukio la pili ni tukio la mauaji. Tarehe 30 mwezi wa 8 2026, majira ya saa 12 asubuhi, huko katika kijiji cha Langandondo, kata Litembo, wilaya ya Mbinga, mwanaume aliyefahamika kwa jina la Enoch Samuel Komba, huyu ni Matengo, miaka yake ni 40, mkazi wa kijiji cha Langandondo, alimshambulia mke wake Maria Silvanus Komba Matengo, miaka 32, na mama mkwe wake Astera Rafael Mapunda Matengo, miaka 69, kwa kuwapiga na kitu kizito na butu kichwani na kupelekea kupasuka kwa mafuvu yao na kusababisha vifo vyote vya mama na binti yake. Chanzo cha tukio hili ni baada ya tukio kutokea kwa ugomvi baina ya wanaondoa hao
waliopelekea mama wa binti huyo kuingilia kwa nia ya kusaidia na kupatanisha ugomvi huo. Ndipo mtumiwa alipochukua maamuzi ya kuchukua jembe na kuwashambulia kwa kuwapiga kichwani mwao na kusababisha vifo vyao. Aidha, baada ya kutokea kwa tukio hilo, wananchi wenye hasira kali walimsaka na kumkamata mtuhumiwa huyo na walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia, kwa kumpiga na kumchoma moto maeneo mbalimbali ya mwili wake, ambapo mtuhumiwa huyo amelazwa katika hospitali ya Mission Tembo na kwa matibabu na hali yake sio nzuri. Miili ya marehemu imehifadhiwa, uchunguzi wa daktari ilihifadhiwa katika hospitali na uchunguzi wa daktari umekamilika na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Lakini tunalo tukio la taarifa ya kifo mnamo tarehe 31 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 1:30 asubuhi huko mtaa wa Bilauli, kata Mfaranyaki, manispaa Songea, kwenye korongo la maji, mtoto aliyefahamika kwa jina la Catherine Sheyo Jacob, miaka 11, mkazi wa Matalawe Sabasaba, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Mputa Bomba Mbili, alikutwa akiwa amefariki dunia pembezoni mwa korongo la maji huku mwili wake ukiwa umeharibika. Taarifa kamili ni kwamba marehemu alikuwa akijishughulisha na uzaji wa mboga za majani, ambapo tarehe 22 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 10 jioni mtoto huyo aliondoka nyumbani kwao anapoishi akiwa na watoto wenzake wawili. Walienda kutembeza mboga maeneo mbalimbali ya mjini Songea kama ilivyokuwa kawaida yao, lakini siku hiyo marehemu hakurudi tena nyumbani. Licha wenzake kurudi, taarifa za kupotea kwake zilipotiwa kituo cha polisi Matalawe na msako wa kumtafuta ukaanza mara moja, na ilipofika tarehe 31 mwezi wa 7 2026 majira saa 1:30 asubuhi mwili wake ulikutwa eneo hilo la pembezoni mwa korongo la maji ukiwa umekwisha oza. Upelelezi wa tukio hilo uliendelea na imebainika kuwa marehemu aliuawa baada ya kubakwa, na upelelezi umebaini kijana aliyefanya tukio hilo na kwa sasa anatafutwa na polisi.